Mheshimiwa Spika, ongezeko la fedha za bajeti zinazoombwa kwa ajili ya Wizara ya Afya fungu namba 52 kwa mwaka 25-26 ni 23%. Ongezeko hili Mheshimiwa Spika lipo katika fungu la matumizi ya mengineo ambapo limeongezeka kwa 2% ukilinganishwa na mwaka wa fedha 2024 vile vile. Kwa upande wa fedha za miradi ya maendeleo, fedha za ndani za miradi ya maendeleo zimeongezeka kwa 36% na fedha za nje za miradi ya maendeleo zimeongezeka kwa 62%. Mheshimiwa Spika, ni imani ya kamati yetu kuwa serikali itaendelea kuongeza fedha kwa ajili ya Wizara ya Afya ili kuendelea kuongeza kasi ya kuboresha sekta hii muhimu inayogusa maisha ya kila Mtanzania. Aidha, fedha zote zitolewe kwa wakati ili kutimiza malengo yaliyowekwa kwa mwaka wa fedha husika. Mheshimiwa Spika, bohari ya dawa MSD. Mheshimiwa Spika, katika uchambuzi wa taarifa ya utendaji wa bohari kuu ya dawa, kwanza tukiri ufanisi umeongezeka sana katika bohari ya dawa chini ya usimamizi wa mkurugenzi Mavere. Wameongeza kiwango cha mapato na usambazaji wa dawa Mheshimiwa Spika, lakini kamati imebaini zipo changamoto za mtaji ambapo katika mwaka wa fedha 22-23 ombi la kupewa mtaji liliwasilishwa katika Wizara ya Afya. Lengo la mtaji unaoombwa ni kuongeza ufanisi wa MSD ili itekeleze vema majukumu yake iliyokasimiwa ambayo ni uzalishaji, ununuzi, utunzaji na usambazaji wa bidhaa za afya kwenda kwenye vituo vya umma vya kutolea huduma za afya na vile vya binafsi vilivyoidhinishwa na Wizara ya Afya. Mheshimiwa Spika, itakumbuka kwamba katika taarifa ya kamati kuhusu bajeti ya Wizara ya Afya kwa miaka miwili mfululizo 2023-2024 na 2024-2025, kamati imekuwa ikitoa msisitizo kuwa serikali itoe mtaji wa shilingi bilioni 561. Kamati inaishukuru sana serikali katika kuchukua hatua za awali ambapo mwaka wa fedha 2023-2024 wametoa mtaji wa shilingi bilioni 100. Pamoja na jitihada hizi za serikali, bohari kuu ya dawa pia wamefanya juhudi na kupata kiasi cha shilingi bilioni 162. Hivyo kwa sasa mtaji unaoombwa na MSD ni shilingi bilioni 300 kwa mchanganuo ufuatao: bilioni 150 zinahitajika kuwezesha ununuzi wa dawa, shilingi bilioni 110 kwa ajili ya kulipa madeni ya washitiri na shilingi bilioni 24 kwa ajili ya ujenzi wa magala ya MSD. Na wakati huo huo bilioni 15.4 kwa ajili ya ujenzi wa viwanda. Mheshimiwa Spika, vile vile bohari kuu ya dawa imekuwa ikiidai serikali ambapo kumekuwepo na madeni yanayoongezeka kila mwaka kwenye vituo vya afya yaliyogawanyika kwenye makundi mawili. Moja ya kundi hilo ni bidhaa zilizotolewa kwa vituo vya kutolea huduma za afya nchini kwa matarajio ya kulipwa pindi vitakavyokuwa na fedha, na kundi la pili ni gharama za utunzaji na usambazaji wa bidhaa za miradi misonge ambapo serikali iliingia makubaliano ya kuchangia gharama hizi. Jumla ya madeni yote Mheshimiwa Spika yanayohusu ununuzi, utunzaji, usambazaji wa bidhaa za afya ni shilingi bilioni 434.2. Mheshimiwa Spika, hadi kufika mwezi Machi 2025, changamoto ya madeni ya bidhaa zilizosambazwa unaonyesha kuwa vituo vya kutolea huduma za afya vilivyopo chini ya Wizara ya Afya vinadaiwa shilingi bilioni 46.4 na vituo vilivyo chini ya ofisi ya Rais TAMISEMI vinadaiwa bilioni 83.1. Kwa upande wa bidhaa za afya miradi misonge, serikali inadaiwa bilioni 305 kwa ajili ya huduma za utunzaji, usambazaji wa bidhaa hizo za afya. Mheshimiwa Spika, ni vyema serikali sasa ikatoa kipaumbele kwa kutoa mtaji kwa bohari kuu ya dawa, kwani ikiwa kiasi kilichoombwa cha mtaji kitapatikana kitaiwezesha MSD yani bohari ya dawa kununua mahitaji yote ya bidhaa za afya bila kusubiri fedha za vituo vya kutolea huduma za afya, japo na wao wana wajibu wa kulipa madeni haya. Madeni yote inayodaiwa serikali yatafutiwe ufumbuzi ili kunusuru ustawi wa bohari ya dawa yani MSD. Mheshimiwa Spika, mfuko wa taifa wa bima ya afya NHIF. Mheshimiwa Spika, kumekuwepo na changamoto mbalimbali zinazokabili mfuko wa taifa wa bima ya afya. Moja ya changamoto hizo ni madeni ya muda mrefu ambayo mfuko wa bima ya afya ya taifa iliitoa kwa taasisi mbalimbali za serikali. Mheshimiwa Spika, mwaka 2010 ulitolewa mkopo kwa Wizara ya Mambo ya Ndani kwa ajili ya ununuzi wa magari ya shilingi bilioni 45. Mwaka 2012 ulitolewa mkopo kwa ajili ya vitambulisho vya taifa NIDA shilingi bilioni 17. Mwaka 2012 ulitolewa mkopo kwa ajili ya taasisi ya mifupa ya MOI kwa ajili ya ujenzi wa jengo pacha ambapo ni shilingi bilioni 18 milioni 164,741. Mwisho mwaka 2010
ulitolewa mkopo kwa ajili ya ujenzi wa hospitali ya Benjamin Mkapa shilingi bilioni 129, Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, mikopo hiyo yenye thamani ya jumla ya shilingi bilioni 210 milioni 291 laki 301,798 na senti 89 inasababisha mzigo mkubwa wa kifedha na upungufu wa uwezo wa mfuko kuweza katika kuhudumia miundombinu ya sekta hii ya bima ya afya. Na tulitamani sana Waziri wa Fedha asikie huu mchanganuo.